Kile kinachoifanya EMSA kuwa tofauti si tu certifications au CPD points, ni namna tunavyogusa maisha ya watu wanaohudumia wengine. Lakini safari hii haikuwezekana bila watu wetu. Hebu tusikie kutoka kwao. Nimejifunza hatua mbalimbali ambazo kumwokoa mtu ambaye amepata changamoto ya mapigo ya moyo kusimama. Tumejifunza vifaa mbalimbali jinsi ambavyo vinafanya kazi, kama kifaa kimoja kinaitwa AED ambapo mara nyingi huwa inatumika kwa ajili ya kuamsha maombi ya moyo. Mafunzo haya yamenisaidia sana kuongeza ile elimu yangu na ujuzi wangu ambao nilikuwa nao hapo awali katika kutoa huduma zangu kwa wagonjwa mahututi, hasa katika upande wa ventilator na upande wa oxygenation. Katika mafunzo haya ya siku 5 kuanzia tarehe 15 mpaka 19 leo, nashukuru na nimefurahi kwa wawezeshaji. Yamenisaidia kwa kiwango kikubwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Pale nilipokuwa chini, imeniinua kunipeleka mbele kwa ajili ya manufaa yangu na Watanzania wote wanaohitaji huduma kutoka kwangu. Yamenisaidia kwa namna ya kumsaidia mgonjwa katika hali ya dharura, mgonjwa yule anahitaji huduma za karibu au mgonjwa ambaye yuko mahututi, kuanzia kwenye kumwangalia mahitaji yake kulingana na hali yake aliyonayo. Lakini pia imenisaidia kwenye uboreshaji, labda yuko kwenye huduma ya chini, kuboresha, mfano yuko kwenye oksijeni ya kawaida, kuja oksijeni kuimprove, kuja kwenye non-invasive mpaka kwenda kwenye invasive, kwenda kwenye mechanical ventilator. Asante kwa kuwa sehemu ya EMSA 2025. Safari haijaishia hapa. 2026 tunarudi na nguvu zaidi, mafunzo mapya kwa mikoa mbalimbali na dhamira ile ile. Kwa mwongozo wa wakufunzi wenye ubora na ujuzi wa kutosha, wapo tayari kwa mwaka 2026. Ni kwa kuokoa maisha na kuandaa watu wa huduma.